Tunaenda haraka kwa sababu tuna majukumu mengine. Naomba nimwalike mwenye ushuhuda. Anakaribishwa kutupatia ushuhuda japokuwa kwa ufupi sana, tuweze kwenda na muda. Karibuni. Mwenye ushuhuda, karibu. Naona wote tumenyamaza kimya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nipende kumshuhudia Mungu mambo machache kutokana na hali yetu ya nchi ya Tanzania ambayo tumekuwa tukipitia katika nyakati za uchaguzi. Tunafahamu kabisa kuna mambo mengi ambayo yameweza kutokea, lakini tunaendelea kumshukuru Mungu na kumshuhudia Mungu ameendelea kuwa pamoja nasi, na taratibu mambo yanaendelea kutengemaa na watu wanaendelea na shughuli. Watu walikuwa down na maisha yalikuwa kweli ni magumu, lakini kwa kweli tunaendelea kumshukuru Mungu na tunaendelea kumuomba aendelee kutupatia haki pamoja na amani katika nchi yetu, ili tusiwe na migogoro na vurugu. Na pia tuendelee kuomba kwa kweli, maana kuna maandamano mengine tunaona mitandaoni ambayo yanategemea kuwepo tena. Kwa hiyo hali inaweza ikawa mbaya. Kwa hiyo mimi nipende tu kumshukuru Mungu kwa hilo, kwamba aendelee kuwa pamoja nasi ili vurugu hizi zisiwepo na tukakosa hata nafasi ya kuweza kumwabudu Mungu. Kwa hiyo mimi nishukuru kwa hayo machache. Asante sana. Amina. Kuna mwingine? Amna. Na mimi napenda nitoe ushuhuda japokuwa kwa haraka. Mimi kwa sasa nipo huko Omani, ninaishi, mabosi zangu ni Waarabu. Tunajua Waarabu wana upinzani kwenye masuala ya kidini. Lakini mimi ninashukuru Mungu, tangu nimefika niliwaambia ukweli kabisa kwamba mimi sio Muislamu na ni Mkristo. Nashukuru Mungu wameridhia na ninaishi kwa amani. Tunasikia kwamba Omani watu wananyanyaswa, wanateswa, lakini mimi nashukuru Mungu kwa kweli amenipigania na anazidi kunitetea. Jina la Yesu lizidi kubarikiwa. Amina. Amina. Sawa, kuna mwingine mwenye ushuhuda? Hakuna. Basi moja kwa moja ninapenda kuweza kumwalika mhubiri wa leo ambaye ni Mr. Mark William kuendelea na uhubiri. Mungu atupatie Roho Mtakatifu kuweza kutafakari katika siku hii ya leo. Amina. Amina. Bwana ni mwema Wakati wote. Bwana ni mwema. Jamani, kama wote tunaelewana, naomba tuonyeshe makopa manini ya itafaa. Naona itakuwa kwamba tuko pamoja. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake, kwa sababu hata kuelewana hivi tunasikia sauti za watu ni vyema, kwa sababu tulikuwa katika hali ngumu kama alivyosema Wasinieli. Tulikuwa katika hali ngumu sana. Mnanipata? Lakini sahihi kabisa. Tunakupata.
Mimi kuna kanisa ambalo ni wakanasali huku. Tumepoteza kama washiriki wawili hivi vijana kabisa. Kwa hiyo nilikuwa ni jambo ambalo ni gumu sana. Kwa hiyo yani hili jambo kwa kweli limetuumiza sana, lakini ndio hivyo sasa, hamna namna, imeshatokea. Basi tunaendelea tu, lakini matukio haya yanapokuwa yanatokea tena, wengine walikuwa wanasema labda ni nini kinatokea, nakimbia kwenda kuangalia hapo kwa sababu watu walikuwa wanapiga malisasi ovyo ovyo. Sasa yakawa yanawakuta watu, mwingine hata hana hatia tu anakufa. Kwa hiyo tunashukuru sana, na tunashukuru sana Mungu ametupitisha, japokuwa kilikuwa ni hali mbaya sana, especially kwa watu wa Arusha hapa. Tumepoteza watu wengi sana, lakini Mungu ni mwema, tumepona, tunaendelea tena na kazi yake. Jina la Bwana litukuzwe. Ni kwa siku ya leo, kama tunavyojua, tunaenda kujifunza somo ambalo litatuweka karibu na Mungu katika mfungo wa siku ya leo. Ninaamini kwamba tunapokuwa tunafunga tunakuwa karibu sana na Mungu, kwa sababu tunampelekea haja zetu na shida zote na changamoto zote ambazo natukumba katika maisha yetu. Kwa tunapokuwa tunamwambia Mungu wetu, yeye ni mwaminifu kabisa, ambaye anasikia haja za mtu au kwa mtoto wake. Japokuwa binadamu wakati mwingine tunakuwa tunapitia changamoto ngumu sana, mpaka inaonyesha kwamba tunatumia akili za kwetu, lakini Mungu yupo na anasikiza haja za kila mmoja. Tupo katika somo ambalo sasa kwa siku ya leo dhimu ya somo ambayo tunaenda kuliendea kwa siku ya leo ni kwenda kuwatafuta waliopotea. Kama tulivyoimba, kuwatafuta wasioweza, kuomba wamjue Yesu, kuambia maneno yake, njooni sasa nawapenda. Wasiniele kwa naimba besi, sema tu sasa sauti zilikuwa ndio hivyo, lakini ubarikiwe sana. Tuna jukumu la kuwatafuta waliopotea. Kwenda kuwatafuta waliopotea. Kwenda kuwatafuta waliopotea. Somo letu linasema kwenda kuwatafuta waliopotea. Kwa namna gani? Tutajua leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante sana kwa muda huu mzuri. Tupatie Roho wako Mtakatifu kuyanena yaliyo maandiko yako. Bwana, ubinadamu wetu ufe, bali uonekane wewe, na jina lako litukuzwe milele na milele. Nashukuru sana kwa sababu utakuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Tunaendelea kwenye kuhubiri Injili. Sisi ni watoto wake Kristo, ambao na sisi tunafuata nyayo zake, kama alivyotuambia, kama alivyowaachia wanafunzi wake kwamba Injili itaendelea hadi mwisho wa wakati. Hapa anaendelea, anasema nitakuwa na speed, lakini kama mtu atakuwa yuko attention sana na kusoma Biblia, awe attention, kwa sababu nitakuwa na speed sana, na yule ambaye anasoma kweli sio yani anasoma kidogo, yani anasoma effectively, kwa sababu ninaenda na nguvu kama ile tutakayoenda, nguvu hiyo ya kwenda kuhubiri kule Changwala. Kwa nina nguvu hiyo. Haya, niombe tu. Hapa anasema kwamba namna ya kupeleka ujumbe wa Mungu kwa watumishi wake. Haya, hapa sasa kwamba ni kwa namna gani? Hapa anasema kwamba ni lazima wenyewe waieneze Injili hiyo. Imeandikwa Mathayo, na Mathayo pia imeandikwa Luka. Tukisoma Luka mstari wa 10 na ule mstari wa 2. Kama kuna mtu ameshafika anaweza akasoma, au kama hayupo ninaweza nikaendelea. Hapa anasema ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Hapa anasema kwamba sasa katika somo hili la kwamba kwenda kuwatafuta waliopotea, hapa tunaonyesha fungu hili linasema kwamba mavuno ni mengi. Sasa haya mavuno hatujui kwamba ni nani alipanda mbegu,
ilikuwaje, akapalilia ikawaje. Kwa hiyo hapa maana yake anamaanisha kwamba tunaenda kuvuna tu. Sasa hatujui kwamba ni nani aliyepanda, lakini katika somo hili tutaangalia kwa upande mbili, kuna kupanda mbegu na kuvuna. Lakini kwa sasa hivi sasa niko kwenye kuvuna. Sisi tumepatiwa nafasi ya kwenda kuvuna roho zile ambazo ziko tayari, tutakazozihubiri neno la Mungu na kumkiri na kubatizwa, basi tutavuna. Lakini kuna watu wengine hawataamini tutakachoenda kuwahubiri, lakini kwa vile tutakuwa tumeshapanda neno la Mungu as soon as possible, kuna watumishi wengine huko nyuma yetu, watoto wetu, whatever, lakini hao ndio wenyewe watakuja wavune. Kwa hiyo ni jambo la zamu kwa zamu, ila kwa sasa hivi twendeni tukavune. Hapa anaendelea anasema, kupeleka injili ni kazi ya Wakristo kote ulimwenguni. Imeandikwa Mathayo 28 na mstari wa 19 na 20, anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana amesema kwamba tuenende tukawafanye watu. Sasa tunaenda kuwahubiri neno la Mungu. Anayekiri na kuamini atabatizwa na kumfundisha, na yeye pia ataleta watu wengine kwa Yesu. Kwa hiyo hilo ni jukumu ambalo Yesu aliwaachia wanafunzi wake, na wanafunzi wake na sisi akatuachia kwa ajili ya kwenda kuwahubiri watu wengine. Kuwahubiri nini? Maana yake hawamjui Kristo, wamjue, wabatizwe, nao waungane nasi kwa ajili ya kuokoa watu wengine. Anaendelea anasema kwamba habari njema ni lazima ihubiriwe kote kabla ya kurudi kwa Yesu. Imeandikwa Mathayo 24 na ule mstari wa 14, anasema kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tunajua kabisa kama madamu alivyosema hapo, kuna nchi za Warabuni kule Wakristo hawaruhusiwi wengine kabisa hata kutamka maneno ya Mungu. It means kwamba wewe inatakiwa uabudu dini yao kwa lazima. Na kuna nchi ambazo neno la Mungu halijafika, lakini Mungu wetu ni mwema sana, anaendelea kufungua mipaka hiyo kupata watu neno la Mungu analipata kwa njia mbalimbali, kwa sababu Mungu ni mwenye uwezo. Hata nchi za Waarabu, sehemu zingine huko, sehemu ambazo kabisa haziruhusiwi dini, lakini kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Mungu ni mwenye uweza na ametukabidhi kazi hii anairuhusu inapenya katika nchi hizo. Na ukiangalia takwimu mbalimbali katika nchi za Waarabu, asilimia kubwa wa Kristo ni wachache sana. Kwa hiyo Mungu ametupatia hii habari njema itahubiriwa ulimwenguni kote. Hata sisi wa Kristo tukigoma kuihubiri injili, Mungu amesema kwamba ni lazima ihubiriwe ulimwenguni kote, utake usitake. Maana Mungu amesema hata jiwe linaweza likanena likahubiri injili. Mungu hawezi kuwa na mtu ambaye ni mzembe tu akakaa tu ametulia na nuru anayo. Mungu hawezi akaweza tu kutulia hivyo. Hata jiwe tu linaweza likanena na watu wote wakaongolewa. Kuna njia mbalimbali. Wewe unaposusa, Mungu anampatia nafasi nyingine kwa ajili ya kufanya kitu. Hapa anasema sio lazima uwe na elimu ya juu kuweza kuhubiri injili. Hapa tunajua hata wanafunzi kipindi kile walipopata Roho Mtakatifu, katika chumba kile cha ghorofa pale walipokuwa kiomba, Roho Mtakatifu akawajaza. Walipokuwa na hubiri kwa watu wengine, hadi watu wengine wa mtaani wakashangaa, wakasema watu hawa hawana elimu, ni wavuvi tu ambao hawana elimu. Wamepata elimu hii wapi ya kuhubiri Yesu kwa nguvu na kutenda miujiza mikubwa namna hii? Hii ni kwa sababu wewe ukijua Yesu alitenda nini na ukawa na ushuhuda moyoni mwako, basi hata kama hauna elimu watu watakujadili sana, lakini wewe ilimradi na Yesu ndani unamshuhudia kwa watu wengine, na watu wengi wataokolewa. Maana kipindi kile kuna Mafarisayo wakasema hao hawana elimu. Wao walikuwa na elimu ya dini na ya kisiasa huko na mambo mengine, lakini sasa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu vijana hawa wenye nguvu aliwasaidia Bwana na jina lake likatukuzwa na watu wengi wakaongolewa sana.
Hapa anasema kwamba tumeitwa tuwe mabalozi wa Yesu. Imeandikwa hata Wakorinto wa pili mstari sura ya 5 ule mstari wa 20. Sisi tumeitwa kuwa mabalozi. Wewe unapokuwa unabatizwa na mkiri Yesu kuwa mwokozi wako, wewe umekuwa balozi wake. Kwa hiyo ni jukumu letu kuweza kumtangaza Kristo kwa mataifa yote. Hapa anaendelea anasema kueneza injili ni kuzungumza kwa niaba yake Mungu na kutangaza ukweli wake. Hii imeandikwa Marko 16 na ule mstari wa 15 na Yohana sura ya 13 na ule mstari wa 35. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hapa amesema kwamba akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkawahubiri injili kwa kila kiumbe. Hapa naweza nikaelezea kwamba sasa usiseme kwamba hapa sasa kwa kila kiumbe labda tutahubiri punda, tutahubiri ng'ombe, tutahubiri labda mbwa, tutahubiri mbuzi, kondoo, ng'ombe, nyati na hapa kwa maneno mengine anasema kwamba kila kiumbe, manake anamaanisha ambacho kina ufahamu wa kumfahamu Mungu na kukiri kwamba Mungu ni mwokozi. Sasa leo haiwezekani kuku unamhubiria hapo, wewe kuku tunakuomba umwamini Yesu Kristo. Hiyo haitakuwa. Hapa alikuwa anamaanisha ni kiumbe ambao ni binadamu mwenye utambuzi tofauti na wanyama wengine. Tunaendelea. Anasema kwamba injili ni zaidi ya kuhubiri na ushuhuda. Imeandikwa hapa Isaya ameandika Isaya sura ya 60 na ule mstari wa 1. Hapa anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuijia na utukufu wa Bwana umekuzunguka. Hapa nuru ya Mungu, tumemfahamu Mungu. Kumfahamu Mungu huo ni mwangaza mkubwa wa kufahamu yaliyo mapenzi yake. Sasa ukiyafahamu yaliyo mapenzi yako, kuna majirani zako, kuna ndugu zako, lazima waifahamu dini yako, watangazie yale yote makuu ambayo amekutendea Mungu, na jinsi anavyokubariki, na jinsi anavyokulinda, na jinsi anavyokutendea miujiza. Lazima wafahamu watu, dini yako usifiche, tangaza kwa watu. Isaya 61 na ule mstari wa 1 anasema roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta na kwa ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Huyu ni Isaya ambayo ni maneno haya yalitabiriwa, na ukienda ukasoma sura ya Luka 4 na ule mstari wa 16 na kuendelea, hapa haya ni maneno ambayo Yesu alipokuwa anahubiria, akaingia akarudi kwao alipolelewa, akaanza kuhubiria, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakisoma, akasema kwamba roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma kuwaganga. Sasa walipohubiri hapo kipindi kile Yesu, watu wakasema sasa huyo si mwana wa seremala yuko hapa, ambaye siku zote anashinda na vumbi hapa, mchafu, anafanya kazi ya seremala hapa, na baba yake leo hii anatuhubiri tuache dhambi na roho wa Bwana yuko juu yake. Sisi anatuhubiri kweli? Inakuja akilini? Watu wakahamaki, wakataka kumpiga mawe, lakini Bwana kipindi hicho alikuwa ametoka kufunga. Sasa amejawa na Roho Mtakatifu, akapita katikati yao akapotea. Kwa hiyo Bwana, watu wasikudharau kwamba wewe una elimu gani. Hubiri neno la Mungu, pata Roho wake Mtakatifu, atakuongoza, utawashangaza watu, na watu wataamini, na jina lako na jina lake Bwana litahubiriwa milele zote. Na nikimalizia na kitabu cha Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Amina. Tuko pamoja Ndio. Amina. Haya, Ufunuo 14 mstari wa 6 na 7 anasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu,
mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Hapa nilikuwa ninasoma kitabu cha Ufunuo ambacho kiliandikwa na Mama Ellen G. White, ambacho kinafafanua fungu moja baada ya nyingine. Hapa nikasoma maelekezo ya Mama Ellen G. White. Anasema nisikilize kwa makini. Kuna dondoo ya Mama Ellen G. White hapa, anaisema kwamba malaika ni mfano wa tabia bora ya kazi inayopaswa kutimizwa kwa ujumbe na uwezo na utukufu ambavyo zinapaswa kushughulikia. Kuruka kwa malaika katikati ya mbingu, sauti kubwa na matangazo yake kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa, inatoa ushuhuda wa kuenea kwa upesi katika dunia nzima kwa tendo, kwa habari ya wakati ambao inapaswa kufanyika. Inatangaza kufunguliwa kwa hukumu. Sasa nisikilize kwa makini katika fungu hili. Kwa kupitia hapa, manake kwa namna nyingine anasema kwamba ujumbe huu utapelekwa kwa wepesi. Manake unaruka katikati ya mbingu, yani unaruka taifa moja kwenda taifa ya jingine kwa ajili ya watu wafahamu tu ujumbe wa Mungu. Au kwa maneno mengine, katika ufunuo huu anasema kwamba kwa maneno mengine ya lugha ya picha, maana ametumia kama lugha ya picha, anasema kwamba malaika wanaruka katikati ya anga. Hawa ni watu, yani malaika wanaoruka katikati ya anga. Jamani, hivi mambo ya unabii sasa hapa, lakini hapa ina maana kwamba malaika wanaoruka katikati ya anga, hawa ni watu wa Mungu wenye ujumbe wa habari njema, manake injili, wakiwemo wachungaji, wainjilisti, vijana, wazee, watoto na washiriki wa kanisa wote, kupeleka injili kwa mataifa yote, kwa kabila na lugha na jamaa. Kwa kweli hii Ufunuo 14 hatutaona kabisa yule malaika huyo anapita katikati ya anga anaenda na wahubiri watu hivi na hivi. Hakuna hapa. Maana yake ni watumishi wa Mungu ambao sasa nawasihi kila mmoja participate, tushiriki kuhubiri neno lake kama alivyotuambia katika Mathayo 28 kwamba tutapeleka injili kama lilivyo agizo lake na watu watabatizwa. Hili ni jukumu la kila mmoja wetu. Basi kwa kusema hivyo, sisi tuna jukumu kubwa sana ambalo liko mbele yetu katika kupeleka injili ya mchango wa hela. Bwana ametupatia hii fursa. Nachomuomba Bwana atupatie tu amani, itulie, ili kwamba tuweze kuhubiri watu wengine ambao wasiolifahamu neno la Mungu. Watu wengi wanaangamia kwa sababu maarifa hawanayo. Bado wako gizani. Kwa hiyo ni jukumu letu kuwapelekea. Na katika kupeleka hivi kuna watu ambao wataamini na wengine tutawapandikizia mbegu. Na mbegu hiyo hata isiyomea sasa hivi, sisi kazi yetu ni kupanda, lakini Yesu yeye mwenyewe ndiye atakayekuja kuotesha na kuvuna, lakini ni muda wetu wa kwenda kupanda neno. Na njia mbalimbali ambazo tutakazotumia hapa, ninaamini kwamba kuna jopo ambalo litakuwa limejiandaa kwa ajili ya kufanya huko uinjilisti, kutembelea eneo, kuwaalika, kuna kuwagawia vitabu, kuna wengine kuwasimulia matendo makuu ya Mungu. Mimi niseme tu kwamba kwenye kuwagawia watu vitabu, yani ukishindwa sana kuhubiri kabisa, hapa anasema kwamba inatakiwa bora tu ununue vitabu na kumgawia mtu, kwa sababu vitabu ni mwinjilisti ambaye ni wa kimya. Mimi nakumbuka kuna kisa kimoja ambacho kuna watu, kulikuwa na mwinjilisti fulani alikuwa anafundisha kwenye shule fulani, akawagawia wanafunzi vitabu. Akawagawia vitabu ikiwemo vya shule ya Sabato. Sasa kuna vijana ambao wakapeleka kwenye familia moja hivi, wakapeleka kitabu wakakiweka tu, hata wakisoma wakiweka tu.
lakini sasa ukawa na karatasi kwa unavyojua wanafunzi ambao huwa wanachafua na nini. Sasa kaona uchafu hapo umezidi sana. Yule mzee akaanza kusafisha, lakini akawa anachambua vitu ambavyo ni vya msingi na anaweza akaviachia. Akakiona kitabu kile cha shule ya Sabato, akakiweka na hawa na watoto naona rundika tu hapo matabu hapa nini. Haya akakaweka pembeni, akachambua akaweka pembeni. Ngoja nitakuja nikasome. Pembeni akamaliza sasa kufanya usafi. Kwa vile yeye sasa alikuwa ni mpenzi wa kusoma magazeti. Haya magazeti ambayo waga yanatoka ya Mwananchi ni wapi yote. Anakuwa anasoma kaja akatulia sasa. Kama ametulia anasoma. Hakuna ikawa kama inamvutia. Maana kale kamesema siku ya ibada, Ijumaa, Jumamosi au Jumapili. Sasa mwenyewe sasa hata dini yake haieleweki. Sasa akawa na tathmini pale mwisho wa siku, kitabu kile kikaja kikafanyaje, kikamuongoa, akafuatilia mpaka akajua wa Sabato. Sasa kamuongoa, lakini ni mtu yule. Sasa kitabu kile kimewekwa siku nyingi, kinajiozea, kinaliwa na mende, lakini kumbe kile kina ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo ni jukumu letu kwenda kugawa vitabu. Ikishindikana sana, nunua hata kitabu kimoja mgawie mtu kwa maeneo ambayo tunaenda kufanya injili. Kwa ni jukumu letu ambalo Mungu ametupatia, na anasema kwamba mavuno ni mengi ila wavunaji ni wachache. Sasa ni swala la kujihusisha na kazi ya Mungu. Tena wanasema kipindi kile tulikuwa tunaisema wanasema total member involvement. Kila mtu ajihusishe. Kwa hiyo kama wewe unaona kabisa mambo ni magumu kwa namna hiyo, wewe jihusishe kutangaza neno la Mungu. Mimi ninaamini kabisa kwamba Bwana ametubariki kwa hayo yote ambayo tumejifunza. Twende tukayafanyie kazi. Mungu wetu ni mwema sana, atatutangulia, atatupigania vita vyote. Nikikumbuka kuna kipindi wana wa Israeli walikuwa tu sasa Bwana anawapigania tu, sasa anawapigania katika vita, wao wenyewe wamesimama tu. Hata sisi kwenda kuhubiri watu injili ni vita. Kwanza shetani mwenyewe anachukia vibaya mno kuhubiri watu wale ili wamjue Mungu. Kuna vipingamizi tutakutana navyo vingi sana, lakini Mungu amesema katika Mathayo 28 kwamba tazama atakuwa pamoja nasi hadi ukamilifu wa dahari, hata tupungukia. Mungu wetu ni mwema. Tumwamini, upinzani utakuwepo. Naamini Mungu atatusaidia na mambo yatakuwa vizuri. Mimi Bwana niweze kuishia hapo. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni. Amen.